Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Nawasalimu tena kwa jina la Yesu. Leo ni siku njema ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, ya kwamba siku ya leo tukapate kushuhudia mapenzi yake na kuleta neno la Mungu mbele zenu. Hivyo mtazamaji wangu, nakukaribisha katika siku ya leo katika ibada yetu hapa. Na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki, maana ni neema tu ambayo Kristo ametupatia ya kwamba tukapate kusumulia mapenzi yake. So usichoke kusikia neno la Mungu, ama usichoke kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu tuko hapa ulimwenguni kwa ajili ya kupata kunena neno la Mungu. Hivyo ni vyema sana ya kwamba unaponisikia kwamba ukaweze kupata kitu. Usienende tu, na ukaribisha katika siku ya leo ama katika ibada hii uweze kuwa pamoja nasi popote pale ulipo mtazamaji wetu. Haijalishi ya kwamba uko katika safari, haijalishi ya kwamba uko nyumbani, ili mradi ya kwamba neno la Mungu tumekuletea kwamba ukaweze kupata kutusikia na kupata kututazama kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na utukufu wote utapata kumrudia Kristo aliye mbinguni. Hivyo basi siku ya leo nataka tukaweze kushare neno lake Mungu kutoka katika kitabu cha Wagalatia 6. Nataka tukaweze kufundishana mahali pale, na Mungu wetu aliye mbinguni atazidi kunena jambo na kupata kupatia mbadiliko juu ya maisha yetu. Hivyo nataka tujifunze tu andiko hili kutoka katika kitabu cha Wagalatia 6, na tukaweze kuanzia mahali pale tukizidi kuendeleana na kulemishana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hivyo mtazamaji wangu popote ulipo, na ukaribisha katika ibada yetu ya leo, na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki. Basi nataka tusome katika kitabu hiki cha Wagalatia 6 kuanzia ile mstari ule wa 2. Maandiko yasema kwamba mchukuliane mizigo na kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Acha tuangalie hiyo 2. Biblia inasema ya kwamba tuchukuliane mizigo na tukaweze kutimiza sheria ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba mzigo ni kulingana na hali ambayo mwanadamu ako nayo, ama kulingana na ujumbe ambao ako nao katika maishani mwake. Hivyo tukaweze kuchukuliana mizigo ya kwamba tukaweze kutimiza sheria ya Mungu. Kwa sababu kutimiza mizigo ni ya kwamba chochote kile ambacho uko nacho katika maishani mwako, iwe ni ujumbe, iwe ni mambo yale ambayo uko nayo katika maishani mwako, basi acha tukaweze kusaidiana, ama tukaweze kuhimizana katika utukufu wa Mungu, ya kwamba utukufu wa Bwana ukapate kumrudia Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mstari wa 2 ukasema kwamba mchukuliane mizigo ili kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 3 ukasema kwamba maana mtu akijiona ya kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsini mwake. Unaweza kuwa kwamba unajiona kwamba wewe ni bora zaidi, unajiona kwamba wewe kila kitu unakielewa katika maishani mwako, lakini unajidanganya katika maishani mwako. Unahitaji mtu ya kwamba atapata kusimama katika njia za kupata kuleta utukufu wa Mungu, ama kuleta matakwa juu hata ya mwingine. Jina Bwana lipewe sifa. Unaweza dhania kwamba katika maishani mwako umesimama vizuri, lakini haujasimama. Unahitaji mtu ya kwamba akaweze kusimama nawe, ama akaweze kuelimisha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsini mwake. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine waga tunajiona kwamba sisi tuko sawa katika maishani mwetu, lakini waga tunajidanganya hatuko sawa. Tunahitaji ya kwamba tukapate kuwa na ufunuo zaidi, tukapate kuwa na mapenzi ya Mungu zaidi, ama tukapate kuwa na watu ambao watatupatia neno ya kwamba tukaweze kuimarika, ama tukapate kusimama kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu jinsi ambavyo tunajichukulia sisi wenyewe, basi katika maishani mwetu waga saa zingine inaharibika, saa zingine inakuwa mambo kuonekana kwamba hatuna Mungu katika maishani mwetu. Waga tunajidanganya sana, kuonekana na kujisifia katika maishani mwetu, lakini tunajidanganya katika maishani mwetu. Hivyo tukue watu wa kupata kuelewa, tukue watu wa kupata kujua mapenzi sana, ama kutaka sana mapenzi ya Mungu, ya kwamba tukaweze kutembea katika utukufu wake. Kwa sababu sisi tuko chini ya jua, sisi ni wanadamu. Tunahitaji Kristo, na hata pia tunahitaji wanadamu pia wakaweze kutuelimisha, wakaweze kutuelezea jinsi ambavyo tunastahili kukaa katika ulimwengu huu wa dunia, ya kwamba tukatembee tukijua kwamba hakika kunaye Mungu ambaye anahitaji.
sisi ya kwamba tukapate kusimama katika maishani mwetu. Manake tukisema kwamba ama tunapojiona ya kwamba sisi tunajua, hatujui, tunajidanganya katika maishani mwetu. Kuwa ni kitu naye si kitu, ama kuwa kwamba sisi tunafaa ile hali ya kwamba hatufai. Lakini tunapokuwa na utukufu wa Mungu katika ndani yetu, hakika tutamwona Mungu na tuonekana kwamba tunafaa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mstari ule wa 4 akasema kwamba lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifia ama ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa wenzake. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kila mtu aipime kazi yake mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Atakapokuwa na sababu ya kujisifia. Kwa hivyo ni lazima ya kwamba upime chochote kile unachokifanya ama yote ile ambayo unaipitia katika maishani mwako. Je, hii nitaiweza? Je, hii nitakapoileta, je, italeta manufaa kwa mtu? Je, italeta dhihirisho kwa mtu? Lakini wakati mwingine unajidanganya nafsini mwetu wenyewe ya kwamba kusema kwamba tunaweza, ili mahali ya kwamba hatuwezi. Hivyo tunahitaji mtu wa kwamba atapata kutuongoza na kutuelimisha ya kwamba tutembee katika njia ambazo ni za kweli. Utembee katika njia ambazo zinaleta utukufu wa Mungu katika maishani mwetu. Tuzipime njia zetu sisi wenyewe. Itakapokuwa na hii ya kwamba itakapokuwa na sababu kujisifia sisi katika ndani ya nafsi zetu, wala si kwa wenzetu kwamba wanatusifia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutembee tukijua kwamba sisi ni wanadamu. Tunahitaji watu ama tunahitaji ufadhili ya kwamba tukapate kutembea katika fadhili za Kikristo ama kutembea katika msaada ule ambao tunahitaji katika maishani mwetu kama wanadamu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mstari wa 5 akasema kwamba maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Atalichukua furushi lake mwenyewe kwa sababu gani? Wakati mwingine huaga tunajisifu katika maishani mwetu. Wakati mwingine unajiona kwamba sisi tuko sawa, lakini hatuko sawa katika maishani mwetu. So tunahitaji kuchechemea, tunahitaji kuchuchumia magotini mwa Bwana ya kwamba tujishushe, ya kwamba Kristo aweze kupewa utukufu. Lakini sisi ya kwamba tusimame na kujisifu katika maishani mwetu, huwa tunajidanganya, tunajiona kwamba sisi ni kitu ama tunajiona kwamba sisi ni sawa katika nafsini mwetu, lakini tunajidanganya. Sisi hatuko sawa. Haleluya. Tunahitaji kwamba tukapate kutengenezwa. Tunahitaji kwamba tukaweze kufinyangwa katika maishani mwetu, ya kwamba tukaweze kuwa bora zaidi, ya kwamba tukalete ujumbe ulio mwema, ya kwamba utapata kuinua mtu, kwa sababu maandiko yanasema kwamba chuma hunoa chuma. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo tunahitaji watu ya kwamba wakapate kusimama katika njia zetu. Manake tunapojiona kwamba tumefika bado, tunahitaji ya kwamba Roho wa Bwana ama utukufu wa Mungu kapate kusimama nasi, kwamba tukapate kusikia wale ambao wako mbele yetu, kwamba tukapate kujifunza kupitia kwao. Haleluya. Manake tukisema ya kwamba tunaweza, hatuwezi, tunajidanganya. Hivyo tukaweze kuwa watu wa kunyenyekea kama walokole. Vile ambavyo unanitazama usikie sauti hii ya kwamba unahitaji mtu ya kwamba kuvushe katika sehemu ambayo hauwezi, ya kwamba uchukulie mahali pale, ya kwamba usimame katika utukufu wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba hali yake mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo simama ukijua kwamba unatengeneza mapatano yako na wengine, mapatano yako wewe na Mungu, ya kwamba hata mwana wa Adamu atakapokuja katika maishani mwako, ajua kwamba hakika umesimama katika njia ya haki, ajua kwamba umesimama katika njia ya kweli katika maishani mwako. Hivyo chunga sana usije ukaanguka katika maishani mwako. Jinsi ambavyo umeshikilia, shikilia sana ya kwamba Kristo atakapokuja, hakika ajua kwamba ninaye mtu ambaye alikuwa akiniita na ameningojea kwa juhudi, ameniomba kwa juhudi, na umepata kupata jawabu lako. Jina la Bwana lipewe sifa. Manake unaweza dhania kwamba umesimama, lakini haujasimama. So simama katika njia ya kwamba usije ukaanguka, maana majaribu ni mengi. Kwa hivyo shikilia sana wokovu ambao Kristo amekupatia, ambao ulikiri katika kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Chunga sana usije ukaanguka, maana huu wakati ni wakati wa kuinuka na kuangaza na kusimama. Lakini adui huwaga ananyemelea mwanadamu ambaye amesimama anatetea jina la Yesu Kristo, ya kwamba akaweze kumwangusha.
Lakini unaposimama na kuelewa ya kwamba kuna Kristo ambaye anakupigania, kuna Kristo ambaye amesimama katika upande wako, hakika hautakata tamaa wala hautajuta katika maishani mwako, maana uko naye ambaye amekusimamia katika maishani mwako. Jina la Bwana lipe sifa. Msidanganyike, maana Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Jina la Bwana lipe sifa. Haleluya. Na mstari wa 6 kasema kwamba mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Haleluya. Chochote unachokifanya ikiwa ni kizuri, jaribu kutengeneza ushuhuda, jaribu kushirikiana katika huo ushuhuda utengeneza, ya kwamba wema wa Mungu uonekane katika maishani mwako. So mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote anayoyatenda hapa duniani. Chochote unachokifanya ikiwa ni kizuri, jaribu kushirikisha mwenzako ya kwamba atende zaidi ama awe na juhudi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jina la Bwana lipe sifa. Kwa hivyo unapomshirikisha mkufunzi katika mema yote, hakika yeye pia atakuwa bora zaidi kwa ajili ya kueneza utukufu wa Bwana. Hivyo chochote unachopitia, ikiwa ni mazuri, ikiwa ni mabaya, na unapoeleza mwenzio kwa ajili ya ule uzuri, hakika utukufu wa Mungu unaonekana mahali pale. Wema wa Bwana na fadhili zake zitaonekana mahali pale. Maana unahitaji mtu ya kwamba akapate kukuongoza. Unahitaji mtu ambaye atasimama upande wako ya kwamba akuongoze. Lakini pasipokuwa na mtu akupata kukuongoza, hakika rafiki yangu utaangamia. Unahitaji mtu, pia mimi nahitaji mtu ya kwamba atapata kunipatia mwelekeo leo mzuri, ya kwamba tusimame katika njia za kupendeza Bwana, tutembee katika njia za kumuinua Kristo. Manake wewe huwezi, mimi pia siwezi, lakini napopata mtu ambaye ana kidogo na kunigawanyia, hakika utukufu wa Mungu utaonekana mahali pale. So mtazamaji wangu, nataka nikwambie hivi, unahitaji mtu ambaye atakupatia mwelekeo, ambaye atakuongoza katika masuala ya kumuinua Kristo. Maana hakuna mtoto anayezaliwa mara hiyo akaanza kutembea. Ni lazima akue, ni lazima akae akingoja, akisubiri wakati wake atakapokuwa ya kwamba afanye kitu. Jina la Bwana lipe sifa. Hivyo Mkristo uliyemwamini Kristo, unahitaji mtu ya kwamba atasimama na wewe, ya kwamba atapata kutembea katika utukufu wa Bwana, ukitembea na yeye katika ukweli. Jina la Bwana lipe sifa. Maana pasipo yeye hautaweza, pasipo mtu hautaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunahitaji Roho wa Mungu ya kwamba apate kutuongoza kadri tunavyoishi hapa duniani, kadri tunavyotembea katika ulimwengu huu. Tunahitaji Roho wa Bwana ya kwamba apate kutuongoza. Tunahitaji neema yake, maana pasipo neema yake na msaada haiwezekani. Lakini unapotembea katika njia za utukufu wa Mungu, hakika tutapata msaada na wema wa Bwana utazidi kuonekana katika maishani mwetu. Jina la Bwana lipe sifa. Maana Mungu hadhihakiwi, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Apandaye katika roho atavuna uzima wa milele, na apandaye katika mwili atavuna tu uharibifu katika maishani mwako. Nataka nikwambie hivi mtazamaji wangu, ya kwamba chochote ambacho unakifanya katika ulimwengu wa dunia, kifanya ukijua kwamba ikiwa ni kizuri, ikiwa ni kibaya, hicho ndio utakachopokea katika maishani mwako. Kwa hivyo msidanganyike, maana Mungu hadhihakiwi. Kwa chochote kile unachokipanda ndicho utakachokivuna katika maishani mwako. Na mstari wa 9 akasema kwamba tena tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke katika hali ya kutenda mema. Tuendelee kutenda mema, maana huu wema huzalisha mambo mazuri. Huu wema huleta baraka katika maishani mwa mtu. Kwa hivyo tusichoke sana. Tunapotenda mema tusichoke tukajisahau katika maishani mwetu. Maana kile utakachokifanya katika maishani kwa ajili ya wema, Kristo huleta ujazo katika maishani mwako. Kristo huleta utele katika maishani mwako, mtazamaji wangu. Kwa hivyo usichoke. Tenda ukikusudia kwamba kuna baraka. Tenda ukijua kwamba kuna mapato mazuri mbele yako ambayo utaenda kuyapokea. Hivyo unapopeana katika wema, wema wa Bwana utapata kufuata katika maishani mwako.
Jina la Bwana lipewe sifa. Katika kutenda mema tutavuna. Katika kumngojea Bwana tutapata wema wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Tutavuna kwa wakati wa Bwana tusipozimia roho. Lakini unapokaa na ukata tamaa na kuzimia roho, hakuna mavuno katika maishani mwako. So vumilia ukimuita Bwana katika maishani mwako. Endelea kumngojea Bwana katika maishani mwako, utafanikiwa katika njia zako zote zile unazozifanya katika hapa ulimwenguni. Kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Maana unapodhania kwamba umesimama, haujasimama kamwe. Unapodhania kwamba unaweza, hauwezi. Unahitaji mtu wa kutuvusha. Unahitaji mtu wa kwamba atapata kuongoza katika maishani mwako. Usiseme ya kwamba unaweza. Pasipo roho wa Mungu haiwezekani. Lakini unapomruhusu Bwana aingie ndani yako, alete roho, hakika chochote unachohitaji katika maisha yako kitawezekana. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, nakuletea andiko hili kutie moyo, nikwambia kwamba unapotenda mema, hakika utavuna kwa wakati. Hautazimia roho. Hakika utaishi kwa mapenzi ya Mungu na baraka zake zitaandamana na wewe. Mstari wa 10 kasema ya kwamba, kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Waaminio Kristo ni wale, waaminio ni wale wanakuja malangoni mwa Bwana wakitafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema. Tunapopata nafasi tutende wema kwa wale watu ambao wako mbele yetu. Ndio nikasema kwamba unahitaji mtu ya kwamba aweze kutoka katika sehemu nyingine na kuelekea katika sehemu nyingine. Kwa hivyo kadri unapotenda wema katika maishani mwako, kwa hivyo endelea kutenda mema katika maishani mwako, hasa kwa watu waaminio. Ni wale wa nyumbani mwako, wale wanaoingia malangoni mwa Bwana. Kwa hivyo usikose kutenda mema, maana kuna baraka. Katika huo wema kuna baraka zako. Katika kutembea katika hizo baraka kuna uzima mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kimbilia msalaba, ukatende mema kwa yule mtu ambaye hana. Kwa yule mtu ambaye ameishiwa, jaribu kumshika mkono, jaribu kumtia moyo, jaribu kusimama naye, na baraka za Mungu zitapata kuonekana ndani yako. Hakuna mwanadamu ambaye ametenda mambo mema akakosa kufanikiwa katika maishani mwake. Lazima afanikiwe kwa sababu ni neno lake Mungu. Kwa hivyo tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Haleluya. Ni jukumu langu, ni jukumu lako mtazamaji wangu, ya kwamba chochote ambacho uko nacho katika maishani mwako, hizo si chako. Mungu amekupatia kwamba ukifanyie kazi. Hivyo unapokifanyia kazi, hakika kitarudi maradufu katika maishani mwako. Kwa hivyo usichoke. Unapomwamini Kristo kwa chochote kile uko nacho, Mungu atapata kukujaza. Mungu atapata kufanikisha katika njia zako. Siseme kwamba sina, siseme kwamba niko na kidogo, hapana. Simama katika hicho ulicho nacho, na Mungu aliye mbinguni atapata kukufanikisha katika njia zako. Jina la Bwana lipewe sifa. So mtazamaji wangu, nimekuletea andiko hili. Muamini Kristo kwa hali yoyote ambayo uko nayo. Si wakati wa kuvunjika moyo, si wakati wa kukata tamaa, si wakati wa kulalamika kusema kwamba sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa kwamba hauna, lakini haujui Mungu amekupangia nini. Naweza amka asubuhi, lakini Mungu ukakutana baraka zake katika maishani mwako. Kwa hivyo usiseme ya kwamba mimi sina mbele wala sina nyuma. Sahau ama futa hayo maneno, kwa sababu Mungu ana sababu ya kwamba ukaweze kuwepo katika ulimwengu. Mungu anayo sababu ya kwamba wewe ukazaliwe. Na jaribu lile unalolipitia lina mwisho, na Mungu huanzia mahali pale. Kwa hivyo simama ukitakuwa na matarajio katika maishani mwako ya kwamba Mungu atapata kukubariki. Mungu atapata kukuinua kwa sababu amekuweka na lengo lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakuta kwamba watu wanalalamika. Watu unakuta kwamba ni watu wa kukunja nyuso kwa sababu hawana. Hapana, Kristo ana sababu juu ya maisha yako. Endelea kutenda mema, usichoke. Unapotenda mema, Mungu atapata kukubariki. Jehova atapata kufanikisha katika maishani mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo, unavyodhania katika maishani mwako uko sawa, hauko sawa, unahitaji mtu. Unahitaji mwanadamu wewe.
Unahitaji mtu ya kwamba akuvushe katika hilo daraja, akuinue katika hiyo mpango ulio nayo, ya kwamba Mungu apate kuwa na utukufu wako ukapate kumrudia Bwana. Hivyo usijidharau katika maishani mwako ukajiona kwamba wewe ni pweke. Hapana, Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji kwamba usimame, kwamba alete watu watakaosimama katika juu ya maisha yako. Kwa hivyo usikate tamaa. Na wengine wako na huduma, wanapitia changamoto, lakini hawajamsahau Mungu, wanaendelea kuchuchumia, na Mungu atapata kutuma msaada. Mungu atapata kutuma mtu kwa ajili ya Kristo, na atapata kusaidia katika maishani mwako. So nataka nikuachie andiko hili katika siku ya leo, ya kwamba Mungu akuajalie wema, kapate kutenda wema katika maishani mwako. Maana kila mtu aligawanywa kazi yake, na alivyogawanywa kazi yake, hakika Mungu atapata kuikamilisha mwenyewe. Maana maandiko yanaambia kwamba chochote ambacho Mungu amekianzisha kwa mwanadamu, yeye ndiye atapata kukikamilisha. Hivyo usichoke kutenda mapenzi ya Bwana, usichoke kutenda mema hata kwa wengine, maana kuna ujazo wa baraka, kuna baraka zitaandamana na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki mtazamaji wangu, na kutakia siku nzuri ambayo nimekuletea andiko hili. Popote unapoenenda, jaribu kutafakari mapenzi ya Mungu, jaribu kutenda mema, na Mungu atapata kusaidia katika maishani mwako. Mungu wa mbinguni akubariki na kuinue, utoke katika sehemu ile ambayo unasema kwamba umeachika. Hapana, kuna Mungu wa mbinguni ambaye atapata kukuinua na kupata kushindania kwa utukufu wake. Mungu wa mbinguni akubariki na kuinue zaidi. Shalom, shalom, shalom. Amen.